Mungu amenizungumzia kuhusu misingi. Elewa? Misingi, amenizungumzia kuhusu misingi punde tu nilipokanyaga pale. Amen. Misingi ya kitambo, old foundations. Amen. Na njia hiyo ningependa kusoma tu mstari. Samueli wa kwanza mlango wa 7 aya ya 3. Kuwasaidia kuelewa hili. Maandiko yanasema, wacha nisomee kuanzia aya ya 2. Ikawa tangu siku hiyo ambayo sanduku lilikaa Kiriath-Yearimu, wakati ulikuwa mwingi kwa hili sanduku la agano. Kwa pamoja. Ikawa tangu siku hiyo ambayo sanduku lilikaa Kiriath-Yearimu, wakati ulikuwa mwingi, kwa maana ulikuwa miaka 20, na nyumba yote ya Israeli wakamwombolezea Bwana, Samueli awa mwamuzi. Basi Samueli, aya 3, akawaambia nyumba yote ya Israeli akasema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, ikiwa, nataka ujiweke wewe hapo, sawa? Ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi iondoleeni mbali miungu migeni, nayo mashorethi yatoke kwenu, mkamtengeneze Bwana mioyo yenu, mkamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. Jambo ambayo Mwenyezi Mungu anasema ni wakati wa Pasaka mmekuja kwake. Si ni kweli? Na mnagundua wakati wa Pasaka unapata wengine wanafanya mila mbalimbali, mambo za ajabu ajabu. Amen. Wengine wanahusika hata kwa usherati, wengine ulevi, wengine wanachinja wanyama kwa njia za ajabu ajabu. Amen. Na mambo kadhalika, ili kuridhisha ama kuapisi hizo miungu zao. Mko na Mungu mmoja. Tuko sawa hapo? Mungu ni mmoja ambaye aliokoa. So chochote kile ambao umekiruhusu kuja kwa maisha yako ambayo sio ule Mungu, ndio Bwana anasema mkaweze kuondoa. Hizo ndio zile misingi za kale. Elewa, akizungumzia old foundations ni misingi ya kale, zile mila na desturi ambazo mlikuwa mnafanya kabla hamjakuja kumjua Kristo na kuokoka. Bwana sifiwe. Kuna zile practices mlikuwa mnafanya. Amen. Kuna zile sherehe za ajabu ajabu mlikuwa mnafanya ambazo haziambatani na neno la Bwana. Amen. Kuna zile njia za ushirikina, wengine sisi kukatwa na mawembe, yaani vituko tusielewa. Wengine kutolea wafu, kuabudu wafu. Hizo ni baadhi tu, nasema tuko ujumla. Tuko pamoja. Ndio unaona Bwana anasema ziondoeni hizo miungu geni. Akisema miungu geni, nasema wewe ambaye umeokolewa, umekuja kwa Kristo, wewe ni sehemu ya Kristo na yeye ndio Mungu wako. So Mungu mwingine yote ukijaribu kumleta kwako anakuwa ni Mungu geni. Amen. Na Mungu hawezi kaa meza moja na Mungu mwingine. Tuko pamoja? Kwa sababu hawezi kaa pamoja na Mungu mwingine, ukimkaribisha huyu yeye hataondoka. Amen. Na akiondoka, wale maadui wako watafanya nini? Watakugandamiza. Na ndio maana nasema ili akushindanie na kupiganie na kupe ushindi, ziondoeni zizo miungu geni ama hizo misingi za kitambo. Ndio maana nasema misingi za kitambo, zile misingi ambayo ulikuwa unaishi kabla haujamjua Kristo, kabla hujakuja katika wokovu, zile tamaduni
customs and traditions. Tuko pamoja? Ninawasaidia? Mziondoe miungukeni ama hizo misingi za kitambo, mkaziondoe, naye atafanya nini? Atawapokea. Tuko pamoja? Mkaziondoe, alafu atafanya nini? Atawapokea. Because kumbuka hii conference ilikuwa ya kumfunua Kristo. Amen. Unaona tena neno gani lingine na hiyo revealing Christ. Kama unataka huyu Kristo akaweze kufunuliwa kwako, then nafasi ni yako kuondoa zile miungukeni ama zile misingi za kitambo, ili na yeye sasa afanye nini? Ajifunue kwako. Bwana sifiwe. Wakati kama huu sio wakati wa kutazama umati ama jamii. Unajua nafikanga mahali pa kujiokoa wewe mwenyewe. Ndio maana Joshua imefika mahali akasema, kuhusu nyinyi mimi sijui, lakini mimi na nyumba yangu nitafanya nini? Nitamwabudu Bwana. Unafikiana wakati unawacha kuangalia waliokuzingira, unawacha kuangalia hata yale ndugu zako, dadako atasema tule ndani kwa makumbusho. Unaelewa? Unawacha kusikiza hata watu wa ushago. Wewe kwa nini kujali nini? Because wewe mwenyewe unajua unataka nini, unatafuta nayo. Kuweni na hekima. Amen. Na mkifanya hivyo, Mungu mwenyewe anasema sio mimi, hayo ni maneno amenipa juu yenu. Bwana sifiwe. Amen. Ziondoeni miungukeni ama hizo old traditions, hizo vitu mlifanya kitambo, nami nitawapokea. Ukifanya hivyo, it shall be well. Kristo mwenyewe atajifunua kweli. Amen. Ili kwa ujumbe ya pili. Bwana sifiwe. La tatu ilikuwa mumheshimu mchungaji wenu. Bwana sifiwe. Na ndio kila mchungaji naye nilihakikisha simwambii. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Because the Bible says, not the Bible, God was telling me, honor your pastor. Honor your pastor. Because when you honor your pastor, the grace that is upon his life will also come upon your lives. Bwana sifiwe. Mtakapomheshimu, ile neema iko juu yake itakuja kwenu. Jambo la pili in line na hiyo inasema, unaona wakati umenidharau, ukinidharau hakuna chochote inaweza kuamini kubariki. Sio? Because kuna vile nimefanya nini? Kuna vile nimenichukulia, kuna vile unaniona. Sio kweli? Lakini the moment unaniheshimu au umenipokea, hapo itakuwa ni rahisi kwako kubarikiwa na mimi. Because unaponidharau, hata nikikwambia kitu ya maana, utatupilia nyumbani. Because that's why ulikuwa unaona Wayahudi wale Mafarisayo na Sadukayo wanasema, na si Yesu Kristo tunamjua. Si babake ni seremala. Si mandugu zake na madadake tunajua. No. So, na kwa sababu hawakumheshimu Kristo, ndio naona walipoteza. Amen. Yes. And that's why the Lord, I don't know why the Lord was telling me that you respect and honor your pastor. Bwana sifiwe. Because another thing the Lord was saying, that as you respect and honor your pastor, that where was this word? Respect and honor, because he works for him. Bwana sifiwe. Anamwakilisha na anafanyia Mungu kazi. Honor him for his doing the Lord's work. That's what the Lord told me. Bwana sifiwe. Respect your pastor because he's doing the Lord's work.
honor him. Amen. Because as you honor him and make his work easier, hata naye anapata muda rahisi, kwa mfano ya kuomba na kufanya mambo mbili tatu. Because anapochoka na yeye anawafunika, anasaidia kuwafunika, inakuwa ni vigumu kwake kuomba. Tuko pamoja? Na ikiwa ni vigumu kwake kuomba, labda angeombea fulani apate ushindi fulani, wanaenda hapo wanaanza kuteseka. Unaelewa sasa? Si mnakumbuka hata Musa alipochoka, mikono ikirudi chini, Waisraeli walikuwa na shida. Ndio Caleb na Joshua wakagundua, huyu mmoja akamshika mkono mmoja na Joshua akashika mkono mwingine. So mshikeni mkono. Tuko pamoja? Mshikeni mkono. Hii kazi sio rahisi. Hii kazi naona tunafanya sio rahisi. Tunahitaji sisi ni wanadamu. Tuko pamoja? Niulize swali. Si nimetoka Nairobi. Sasa hiyo imani nimekupandisha gari kanilipia nauli. Si nauli ni pesa. Si ni kweli? Na kama ningeingia kwa basi ya mtu niseme ninapanda kwa imani, wangeniruhusu kuja mpaka mtu hapa. Si ningeshukishwa, hata ningefukuzwa. Si ni kweli? So ninaomba tu upendo ya Mungu. Sijui kwa nini Mungu aliniambia haya, tunaomba tu kwa upendo wa Mungu mshikeni mkono. Bwana sifiwe. Yeah. And ninaamini Mungu atawafanyia makuu. Kumbuka yule ambaye anapokea nabii kwa sababu ni nabii atapata nini? Zawadi ya nabii. Ndio maana unaona, nitawapa tu taswira kwa picha fulani. Isaka anaambia Esau, hebu nitafutie mnyama, umtengeneze mimi napenda, maana nataka kukubariki. Kuna vitu zingine ukifanya ile baraka inatoka tu automatic. Na kwa sababu inaweza fika mahali amesimama katika ile neema ya Mungu na akiachilia, hiyo neema anasema tu inasimama. Umeelewa? Yeah. So honor. Amen. Because Yesu alisema anayekupokea amenipokea mimi, anayekukataa ananikataa mimi. Kama ni Mungu amemtuma kwa ajili yenu, unapompokea mmepokea Kristo. Si ni sawa? Mnapompiga vita mmepiga Kristo vita, because ujumbe yeye mwenyewe amesema mmeshinda, because anafanya kazi ya Mungu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kwa pamoja. Then something else God said, that as you honor him, remember that he's carrying the wellspring. Kuna kisima iko ndani yake. So ili ukaweze kunywa kwa hiyo kisima, lazima umheshimu. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Dadangu sasa unaelewa, wakati Bwana alikuwa anasema ukae karibu na yeye, je, hiyo kisima. Amen. Bwana sifiwe. Yapokea ile mafunzo unahitaji kupokea, mwongozo ambao unahitaji kupewa na Bwana anahitaji fafanua. Umeelewa kweli? Umeelewa? In other words, make more effort kupatikana kanisani kila wakati. Iwe ni sehemu ya mafundisho, sana sehemu ya mafundisho. Usikuje tu kwa mahubiri. Sehemu ya mafundisho, tia bidii. Kama kuna kitu imekushika, kana kitu unaweza sukuma, jaribu kuongeza muda wako ya kuja kanisani. Nitakupa siri moja. Kuna mtumishi mmoja alikuwa anaitwa Joshua. Joshua alikuwa anaattend kwa Musa. Maandiko inasema wametoka katika ile hema ya kukutana, wakimaliza kutoa dhabihu zao, Musa angetoka, lakini Joshua angesalia nyuma. Kila siku, sio mara moja, sio mara mbili. Na wakati wa Musa wa kuondolewa ilipofika, Musa akafa, Mungu mwenyewe anakuja kwa Joshua, yule alikuwa na bahati
nyuma kwa hekalu. Anamwambia Musa nabii wako amekufa, inuka sasa, maana ni wewe utaongoza Wanaisraeli. Tumeelewa sasa? So that's why hata mhubiri pia anasema usiwe mwepesi wa kutoka katika uwepo wa Bwana. Sinista, kuna wale hata watuko saizi na wagonga kwa sababu wanafikiria tu wako kanyama na chapo. Sio kweli, leo sio kweli. Lakini Biblia inasema msiwe mwepesi wa kutoka kwa uwepo wa Bwana. Especially mahali unaona neema ikimove. Kimbilia. Unaona alikuwa anaitwaje? Jacob. Si alikataa kuachilia. Anasema mpaka barikiwe. Na nyinyi mbona mnaachilia? Msiachilie. Mimi nasemaga size ukiona yako kimbia. Tuko sawa? Sijui kama ninawasaidia. Ninamaliza tusubiri bado tu mbili nasema alafu tunaacha hapo. Ninawasaidia? Kuna mwenye anahitaji nifafanue zaidi? Dada, sijui mbona naona ukiwa mhubiri. Unaangalia kando. Unasia black. Kama hujakuwa mhubiri, kazani utakuja kuwa mhubiri. Utakuja kuwa mhubiri. Yes. Hebu anza kukaribia Mungu na kuwa na roho ya kutamani kujua. Kutamani kujua. Utakuja kufanya kazi nzuri sana na uinjilisti. Shikilia hapo. Samahani, mimi naendaka tu hivyo, sawa? Haya. Ya tatu, mkaweze kuzingatia ukarimu wa Bwana. Consider the Lord's kindness. Mkaweze kuzingatia ukarimu wa Bwana. Kwa sababu gani? Bwana alikuwa anasema mkaweze kuzingatia ukarimu wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukarimu wa Mungu huelekeza katika toba. Nitafafanua kidogo. Katika Warumi 2 kuanzia aya ya 3, maandiko yanasema wewe ni nani ambaye unapulizia ukarimu wa Mungu? Je, utambui ya kuwa ukarimu wa Mungu inaelekeza katika toba? Ukirudi katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 7, kuna huyu jamaa ambayo alikuwa anaitwa Sauli kabla ya kubadilika aitwe Paulo. Maandiko yanasema na Sauli alikuwa hapo akipeana idhini ya Stefano auawe. Bwana sifiwe. Sauli alikuwa hapo akipeana idhini Stefano auawe kwa sababu alikuwa anahubiri Injili. Kisha baada ya Yesu kujifunua kwake, Yesu anazungumza na Anania katika ndoto akimwambia, enda, nimetuma Sauli kwako, sasa ni Paul, wewe umwekelee mikono afanye nini? Akaweze kupokea macho yake tena. Na nani akaanza kupigana na Mungu? Nimesikia. Si huyu unaniambia, si yule nasikia na ambayo nasikia. Tunaelewa. Na Yesu akasema, huyu unayezungumzia is my chosen instrument. Tunaelewa. Huyu ambaye unazungumzia, yeye ndio chombo changu cha dhamana, ndio nimechagua kwa ajili ya kupeleka Injili kwa Wayahudi ambayo ni sisi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Na hili tokana na nini? Ile ukarimu ya Bwana. Kama Mungu angekuwa mkarimu kwake, Sauli angeokoka? Si alikufia tu kwa hiyo dhambi? Imagine ametoka kuua.
na bado anaenda kuua. Yaani anaenda kuua, ashaua na bado anaenda kuua. Na Mungu hata angalie zenye anaenda kufanya. Namuuliza tu Sauli, kwa nini walidhulumu? Bwana sifiwe. Hakufika kwake, wewe Sauli, wewe muuaji. Alifika hivyo. Batio karibu, mpaka Sauli mwenyewe anauliza, Bwana wewe ni nani Bwana? Unaona? So ile ukarimu ya Bwana ilimuongoza katika toba. Bwana sifiwe. Sinakumbuka ule mwanadada mshirati. Yesu alipofika kwake anza kumwambia 1 2 3. Unaona? Wale wengine wanasema angalijua tu yule mwenye namgusa mguu. Bwana sifiwe. Sio nisema hivyo. Lakini Yesu hakufanya hivyo. Alimuonyesha ukarimu. Na ile ukarimu ikafanya yule mwanadada ndiye alikuja na ile mafuta akamwaga yote. Mafuta ambayo bei yake ilikuwa imetosha mshahara mwaka mzima. Bwana sifiwe. So ukarimu inasaidia. Tusiwe tu watu wa kuhukumu. Halo, tuko pamoja? Tusiwe tu watu wa kuhukumu, tusaidie kuvuta watu kanisani. Hata kama hauwezi kuhudumia mtu, lakini unaweza convince mtu akuje kanisani. Wewe kuja uachilie kwa wainjilisti wenye unajua, ama kwa mkoda mchungaji. Sio kwa ile pati yako. Si ni kweli? Si hata baharini kuna watu wanavua kutoka kwa baharini, lakini hawezi enda kwa soko. Au analeta tu kwa shows. Si ni kweli? Ni sawa. Si kama nawasaidia. Haya. Then Zaburi hiyo nitazungumzia kwa urefu sana siku ya kwa one of the sessions ya kesho, sawa? Hiyo nitazungumzia kwa urefu. Kwa sasa hivi kianza sitamaliza na najua nimechoka. But for the time being ningependa kupata nafasi soma Zaburi 103 kuanzia aya ya kwanza hadi 10. Nitafafanua kesho. Psalms 103 1 to 10. I'll dig very deep on the Lord's kindness tomorrow, because that was also a message God spoke to me about the church. Bwana sifiwe. The next thing, third last, ilikuwa fanya chochote ambacho unafanya, fanya na moyo wako wote. Msikuwe watu wa kusukumiwa au kulazimishwa. Bwana sifiwe. Wacha itoke kwa moyo. Na chochote ambacho umepata ya kufanya na mikono yako, do it wholeheartedly, bila kulalamika ama kunung'unika. Sawa sawa? Because hichi ninafanya, unajua mgeni dhabihu ni sacrifice. Kwa pamoja, kama mwenye amejitolea kuosha si sacrifice. Si ni kweli? Ule amejitolea kupanga viti si sacrifice. Ule labda anafanya ashli, ule anaimba, kucheza vinanda, kupika etc. Hizo pia unajua ni sacrifice. Bwana asifiwe. So, unapofanya hiyo, fanya na moyo wako wote. Bwana asifiwe. Fanya na moyo wako wote bila kunung'unika. Amen. Na Mungu atafanya nini? Atakuzawadi. Act righteously. Act righteously. Yaani fanya matendo ya haki. Tuko pamoja? Fanya matendo ya haki. Wewe iwe kanisani, kazini, ofisini, unafaa kufanya kazi, sehemu unapoishi, tenda tu matendo ya haki. Amen. Because ni furaha ya Bwana uishi maisha ambayo ni ya haki. Amen. Last but not the least, endure hardship as discipline. Wakati unapitia
magumu uchukue kama shule, si sawa? Jaribu kujifunza yale Mungu angependa ujifunze katika hali fulani. Tuko pamoja? Tusikie na Bwana kulalamika, jaribu kuelewa. Kama ni kitu tunaomba na bado itoki, nakumbuka Paulo aliomba mara 3 iondolewe kutolewa. So kama itoki, jaribu kuelewa ni funzo gani ama somo gani ambayo Bwana anataka nikaweze kujifunza na kuelewa. Because utakapoielewa haraka, utakuwa umetoka kwa hiyo shule, amekupeleka kwa ingine na amekuzawadi kwa ajili ya hiyo ambayo umepitia. Ni sawa? Na utakapofanya hayo na mengine mengi ambayo inabidi Mungu atawaongoza na kuelekeza, ninaamini mtaenda mbali. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Otherwise, kwa hayo machache ni ombi yangu, Mungu azidi kuwabariki, kuwainua na kuwatendea hata makuu.